kwa umbali uhai, kwa umbali amenitoa huu mwaka. Namshukuru kwa hii kanisa kunikutanisha na baba mwenye hii nyumba na mama yetu pale, na namshukuru nimeona mkono wake mwaka mzima. Kwa hakika hata kama kuna changamoto, lakini ni mazuri mengi ambayo amenitendea. Namshukuru Mungu, tuliingia hapa last year mwezi wa 11, na kile ambacho kilituleta hapa ni ugonjwa wa mzee wangu Nicholas. Alikuwa mgonjwa sana mpaka mimi nilikuwa na wasiwasi. Kwani pia alikuwa anataka tusiambie mama yake, na angelipata kuwa nimeelezea dada yake tungekuwa tunakosana. Namuuliza, kwa nini hutaki niambie familia yako, unaumwa, unaendelea vipi? Ndio kuna siku nikampigia mama yake nikamwambia niko yuko mgonjwa, na nashukuru walitoka na dada yake, dada yake akamwambia mama amesema tukupeleke kwa pasta. Wakaenda kwa pasta akawaombea, na mimi niliweza kubaki nyumbani. Na namshukuru Mungu, kupitia kwa maombi ya pasta niliona mabadiliko. Na mimi nilikuwa naenda kanisani, lakini yeye hakuwa naenda. Ndio akaniambia, hiyo kanisa yenye unaenda itabidi umeacha kwenda huko. Utafanya nini? Tutakuwa tunaenda kwa kanisa la mama yangu. Mimi hata nilimshukuru Mungu kwa sababu ni yeye alitoa hiyo wazo kuwa tutakuwa tunaenda sote kanisani. Tulianza kuja hapa kanisani last year mwezi wa 10, na pasta mbele kanisa liliisha ile siku ya kwanza akatuita akatuuliza, mimi niwakaribisha nani? Niko akasema, kwanza Niko alinisimamisha kwa kanisa na akasema huyu ni mke wangu. Na namshukuru Mungu, pasta alitusaidia na akatueleza jinsi ya kukaa. Usichukue mtoto wa mtu tu umekaa na yeye, haifai katika njia za Mungu. Na akatueleza akaambia Niko, fanya ABCD kwa manufaa yetu hapa mbele. Tukapanga mikakati ya kwenda Nairobi. Niko akajuana na wazazi wangu, kwa sababu mimi nilikuwa nimejua familia yake, na tukaenda huko. Na mshukuru Mungu, haikuwa rahisi kwenda, haikuwa rahisi. Vita vilikuwa vingi, lakini Mungu alisimama. Tulikuwa tumepanga tuje tupeane ripoti na maandalizi yafanyike, tuoane kirasmi. Hizo ziliishia tu hapo, hata sijui zilienda vipi, lakini namshukuru Mungu. Mungu yeye ndo anajua. Tukaendelea hivyo. Nilipokanyaga katika hii kanisa na kufuatilia na kuja na muona mchungaji ananielezea 1 2 3, kwa pia mimi nikaweza kufanikiwa. Hata sijui nilianza vipi. Nilianza kuuza viatu na kupea mzigo, wewe utaniletea pesa, unaniambia siku fulani utaniletea pesa. Na namshukuru Mungu, hata iko kazi yake penye alianza kuja kazini kukuja hapa kanisani, pia kazi yake iliongezeka. Mwezi wa 5 nikawa najaribiwa. Kuna kundi la wasichana lilikuwa limekusanyika kuniangusha na kuangusha biashara yangu. Nikampigia pasta nikilia, nikamwambia pasta, mimi sijui nifanyeje. Huku kwangu kwa biashara yangu kumewaka moto. Akaniambia tulia. Na kweli nilitulia na Mungu akatenda kazi yake. Nikatoka hapa nikaenda nyumbani mwezi wa 8. Kutoka nyumbani nilikuwa mgonjwa zaidi. Na kitu ilifanya nikakuwa mgonjwa ni wakati nilienda pale nyumbani, juu nyanya yangu na babu yangu ndo walinilea. Nilikuwa nimeenda kwa zawadi
nikachukua 30,000 nikaenda nikanunua ng'ombe kuwapa shukurani kwa kunilea katika njia za Mungu na kunifunza jinsi ya kukaa katika njia za Mungu. Mimi sijalewa, mimi sijaenda ba, mimi sijafanya starehe, hilo ni uongo, siwezi danganya. Nilitoka kule nilikuwa mgonjwa sana, sana. Mpaka usiku nilikuwa naona kama nitakufa. Nikiwa mgonjwa pale, kuna paka karibia mwezi mzima anakunya mlangoni anakojoa, Nikawa nashangaa, nasema ni nini hii? Paka anakunya mlangoni. Mimi kila siku asubuhi ni kutoa ile maji na kunini. Ndio siku moja nikaamka kwa maombi nikiwa mgonjwa, nikaomba, huyo paka hakurudi. So namshukuru Mungu kwa hiyo. Namshukuru Mungu pia tumeweza kugraduate. Kuna wengi wamegraduate watakaa nyumbani wakingoja kazi, lakini mimi Mungu alishanipa kazi. Namshukuru Mungu kwa kila hatua anayenipitishia katika maisha yangu. Haijakuwa rahisi, lakini Mungu ni mwema. Kile ambacho nawahimiza ni kutoa kwa haya madhabahu. Si lazima utoe chote. Toa ile kidogo ambayo uko nayo, utaanza kuona ukiinuliwa. Mimi watu walikuwa nasema, msichana, ameingia kwa mambo na ushirikina, sijui ameenda kutafuta vitu Mombasa, ndio maana anauza. Mimi nawaambia, wengine wananiuliza wanatoka Nairobi, ati karafuu ni nini? Ati sijui mdalasini ni nini? Naweza pata mdalasini, namuuliza mdalasini wa nini? Mimi mwenyewe hata mimi hiyo mdalasini sijui. Ati nasikia wewe inafukuza macho mbaya, ati na inainua biashara. Nawaambia, wewe ulidanganywa. Hakuna kitu kama hiyo. Kila kitu unachofanya ukiweka Mungu mbele atakuzidishia. Nilikuwa nawaambia hivyo, lakini hawa hawakuwa naamini. So namshukuru Mungu. Pia mama yangu amekuja hapa na akawasalimia. Mama nilikutana naye, na kwa hii nyumba kuna mabadiliko. Vile mamangu amesema tu pale, ukivumilia, vumilia tu kidogo. Kama mimi nilivumilia mwaka mzima na nikafika mahali ambapo nimefika. Je, nikivumilia miaka 10 kama yeye, nitakuwa wapi? So mimi hapa pastor naitwa sitoki, kwa sababu nimeona makuu ya hii kanisa ikinitetea. Na pia nakushukuru Mungu kunikutanisha na wewe, kwa sababu umekuwa ukinieleza na kuelewa jinsi ya kukaa. Namshukuru Mungu. Ni atumbarikiwe. Amen. Wapi makofi?